Kwa zaidi ya miaka 2000, Ukristo umeathiri karibu kila pembe ya dunia. Leo kuna zaidi ya Wakristo bilioni 2 duniani. Makanisa yapo karibu kila nchi. Marais huapa kwa Biblia. Mapapa hukutana na viongozi wa mataifa. Na katika sehemu nyingi za dunia, Ukristo umeunda sheria, elimu, hospitali na hata utamaduni wenyewe. Lakini ukirudi nyuma miaka 2000, hakuna mtu ambaye angeamini kwamba jambo hili lingewezekana. Kwa sababu mwanzoni hakukuwa na makanisa, hakukuwa na mapapa, hakukuwa na makardinali, hakukuwa na majumba makubwa ya ibada ya kanisa, hakukuwa na Biblia kama tunavyoijua leo. Kulikuwa na kikundi kidogo cha Wayahudi kilichokuwa kinakutana kwa siri, na viongozi wa dola walidhani kikundi hicho kingetoweka ndani ya miaka michache. Lakini baada yake kilikuja kuibadilisha historia ya wanadamu. Swali ni, ilifanyikaje? Na ilikuwaje kundi lililoteswa likaja kuwa taasisi ambayo hata wafalme waliogopa? Hiyo ndiyo safari tunayokwenda kuifuatilia leo. Dunia kabla ya Kristo. Ili kuelewa mwanzo wa Ukristo, lazima kwanza tuielewe dunia ambayo ulizaliwa ndani yake. Ni karne ya kwanza baada ya Kristo kuzaliwa. Milki ya Roma ndiyo dola kubwa zaidi duniani. Toka Hispania hadi Syria, kutoka Uingereza mpaka Afrika Kaskazini, Roma ndiyo inayotawala. Barabara zake zinaunganisha mabara. Jeshi lake linaogopwa kila mahali. Sheria zake zinaamua maisha ya mamilioni ya watu. Lakini ndani ya milki hiyo kubwa kuna eneo ndogo sana linaloitwa Yudea. Ndilo taifa la Wayahudi. Ni taifa yenye historia ndefu sana, lakini kwa wakati huo haina uhuru. Linatawaliwa na Warumi. Wanajeshi wa Kirumi wako kila mahali. Kodi inalipwa kwa Kaisari, na yeyote anayesababisha vurugu anaweza kusulubiwa hadharani. Kwa Wayahudi wengi walikuwa wakingojea jambo moja la msingi: Masihi, mfalme ambaye Mungu angemtuma kuwaokoa. Wengi walitarajia angekuwa shujaa wa vita. Wengine walidhania angefukuza Warumi. Wengine walidhania angeurejesha ufalme wa Daudi. Hakuna aliyekuwa kitarajia kile ambacho kingetokea. Kaskazini mwa Yudea kulikuwa na eneo lililoitwa Galilaya. Hapo ndipo aliishi fundi seremala kutoka Nazareti. Jina lake lilikuwa ni Yesu. Hakutoka katika familia ya kifalme. Hakusomea katika shule za watawala. Hakuwahi kuongoza jeshi. Hakuwahi kushika wadhifa serikalini. Lakini alianza kufanya jambo ambalo liliwashangaza watu. Alifundisha, alihubiri, aliwaita watu watubu, na akatangaza kwamba ufalme wa Mungu ulikuwa unakaribia. Kadri alivyoendelea kufundisha, ndivyo watu walivyozidi kumfuata. Wavuvi, watoza ushuru, wanawake, maskini, wagonjwa, takriban kila mtu, na hata watu waliotengwa na jamii. Lakini kadri umaarufu wake ulivyoongezeka, ndivyo pia alivyoanza kuwafanya viongozi wa kidini na wa kisiasa wasiwe na amani. Kwa Warumi, mkusanyiko mkubwa wa watu ulikuwa sababu ya tahadhari. Kwa baadhi ya viongozi wa dini, mafundisho yake yalionekana kama tisho kwa mamlaka yao. Na mvutano huo ulifika kilele takriban mwaka wa 30 hadi 33 baada ya Kristo kuzaliwa. Yesu alihukumiwa, akasulubiwa, adhabu ambayo Warumi walihifadhi hasa kwa waasi na wahalifu waliotishia utulivu wa dola. Kwa Warumi hadithi ilikuwa imekwisha, lakini kwa wafuasi wake ndio ilikuwa inaanza. Baada ya kusulubiwa, wafuasi wake hawakutawanyika milele kama ilivyotarajiwa. Badala yake walianza kutangaza jambo ambalo lilionekana haliwezekani: kwamba Yesu alikuwa amefufuka kutoka wafu, kwamba yeye ndiye Masihi aliyesubiriwa, na kwamba Mungu alikuwa ameanzisha agano jipya kupitia yeye. Mwanzoni hawakujiona kama wameanzisha dini mpya. Walikuwa bado Wayahudi. Walihudhuria hekalu, walifuata desturi nyingi za Kiyahudi, walikutana majumbani, na waliamini mwisho wa dunia ungekuja hivi karibuni. Lakini swali moja lilianza kugawanya vuguvugu hilo:
na swali hilo lingeamua hatima ya Ukristo. Je, mtu ambaye si Myahudi anaweza kuwa mfuasi wa Yesu? Au lazima kwanza awe Myahudi? Lazima atahiriwe? Lazima ashike sheria zote za Musa? Swali hili halikuwa la kidini tu. Lilikuwa swali ambalo lingeamua kama Ukristo ungebaki dhehebu ndogo la Wayahudi au ungegeuka kuwa dini ya dunia. Majibu yake yangekuja kutoka kwa mtu ambaye hapo awali alikuwa adui mkubwa wa vuguvugu hili. Mtu huyo aliitwa Paulo wa Tarso. Fikiria jambo hili. Kama ungekuwa mmoja wa Kristo wa kwanza na ukaambiwa kwamba mtu ambaye anaongoza kukamatwa kwa waumini atakapokuja ndiye atakayesambaza Ukristo kuliko mtu mwingine yeyote, ungeamini? Huenda usingeamini, lakini ndivyo historia ilivyotokea. Na jina la mtu huyo lilikuwa ni Paulo wa Tarso. Paulo hakuzaliwa akiwa Mkristo. Alikuwa Myahudi, na si Myahudi wa kawaida. Alikuwa ameelimika, alizungumza Kigiriki, alikuwa raia wa Roma na alikuwa amefundishwa vizuri sheria za Kiyahudi. Kwa mtazamo wake, kile kikundi ambacho kilimfuata Yesu kilikuwa kinaharibu imani ya mababu zake. Kwa hivyo, hakukaa kimya. Aliwafuata, aliwakamata na aliunga mkono juhudi za kuwakomesha. Kwa kifupi, Paulo alikuwa mmoja wa maadui wakubwa sana wa vuguvugu hili changa. Lakini kitu kilitokea, kitu ambacho kingebadili historia ya maisha yake na baadaye historia ya dunia. Alikuwa safarini kuelekea Damasko, akiwa bado anaamini kwamba anatumikia Mungu kwa kuwatesa Wakristo. Paulo anasema alipata tukio ambalo hakuwahi kulisahau. Baada ya siku hiyo, hakurudi tena kuwa mtu yule wa zamani. Kutoka kuwa mtesi akawa mhubiri. Kutoka kuwa mkamataji wa Kristo akaanza kuhubiri kuhusu Kristo. Na jambo hilo liliwashangaza hata wale waliomjua. Wengi hawakumwamini. Walidhani ni mtego. Lakini kadri miaka ilivyopita, ikawa wazi kwamba Paulo alikuwa amebadilika kweli. Na hapo ndipo historia ilichukua mkondo mpya ambao hakuna mtu yeyote alikuwa ameutabiri. Yesu alifanya huduma yake karibu yote ndani ya Wayahudi. Lakini Paulo alitazama mbali zaidi. Aliona milki ya Roma. Aliona miji mikubwa. Aliona watu waliozungumza Kigiriki. Na akaamini kwamba ujumbe wa Yesu haukuwa wa Wayahudi pekee. Ulikuwa wa kila mtu. Hivyo akaanza kusafiri Asia ndogo, Makedonia, Ugiriki, hatimaye Roma yenyewe. Hakukuwa na magari, hakukuwa na treni, hakukuwa na ndege. Safari nyingi zilifanywa kwa miguu au kwa meli ndogo zilizokabili dhoruba kali. Lakini Paulo aliendelea. Kila mji aliofika alianzisha jumuiya ndogo ya waumini. Baadhi walikutana nyumbani, wengine katika sehemu za kazi, na taratibu miji ya milki ya Roma ikaanza kuwa na makanisa madogo madogo yaliyokuwa yameunganishwa kwa imani moja. Lakini Paulo hakufanya jambo lingine zaidi kwa kusafiri. Aliandika, na barua zake zilianza kusafirishwa kutoka kanisa moja hadi lingine. Leo ndizo maandishi ya kale zaidi ya Kikristo yaliyohifadhiwa. Katika barua hizo aliwafundisha waumini, aliwajibu maswali, alitatua migogoro, na hatua kwa hatua akaanza kutoa lugha ya pamoja ya kuelezea imani ambayo ilikuwa inapanuka kwa kasi. Lakini wakati Ukristo ulipoanza kuvuka mipaka ya Uyahudi, tatizo jipya likazaliwa. Hebu fikiria, wewe ni Mgiriki au Mrumi. Umesikia kuhusu Yesu. Unaamini, lakini kuna tatizo. Baadhi ya viongozi wanasema kabla hujawa Mkristo, lazima kwanza uwe Myahudi. Hiyo ilimaanisha nini? Kutahiriwa, kushika sheria za Musa, kufuata masharti yote ya chakula. Kwa watu wengi wa mataifa, hili lilikuwa kikwazo kikubwa sana. Na kama msimamo huo ungeendelea, Ukristo huenda usingewahi kuonekana nje ya Wayahudi. Kwa hivyo, viongozi wa kanisa wakakutana Yerusalemu. Mjadala ukawa mkali. Je, imani mpya ingebaki ndani ya taifa moja
au ingefunguliwa kwa ulimwengu wote. Mwisho wa mkutano huo, uamuzi ukafanywa. Hawakuhitajiwa kuwa Wayahudi kwanza ili wamfuate Yesu. Uamuzi huo ulionekana kama mdogo wakati ule, lakini ulifungua mlango wa historia. Kwa mara ya kwanza, Ukristo haukuwa tena vuguvugu la kikabila. Ulikuwa umeanza kuwa dini ya ulimwengu. Lakini kadri makanisa yalivyozidi kuongezeka, ndivyo ilivyozidi kuvutia macho ya watawala wa Roma. Warumi hakupinga dini mpya kwa sababu ilikuwa tofauti. Walikuwa wamezoea watu kuabudu miungu mingi. Kilichowatia wasiwasi ni jambo lingine. Wakristo walikataa kutoa sadaka kwa miungu ya dola. Walikataa kumwabudu Kaisari kama sehemu ya ibada ya umma. Kwa Warumi, hili halikuwa swala la dini pekee. Lilionekana kama kukataa uaminifu wa dola. Na katika milki ya Roma, kukosa uaminifu kwa dola kulikuwa kosa kubwa sana. Mateso yaliyofuata yalikuwa na matokeo ambayo hakuna aliyewahi kutarajia. Kadri viongozi walivyojaribu kuuzima Ukristo, ndivyo ulivyoendelea kukua. Kwa nini? Ni nini kilichofanya dini hii iliyokuwa inapigwa marufuku iendelee kuvutia watu wengi zaidi? Kama ungekuwa Kaisari wa Roma na ungeambiwa kuna kikundi kidogo cha watu wanaokataa kuabudu miungu wa dola, ungefanya nini? Kwa Warumi, jibu lilikuwa rahisi. Kikundi hicho kinapaswa kukomeshwa. Lakini kulikuwa na tatizo moja. Kadri unavyojaribu kukiangamiza, ndivyo kinavyozidi kukua. Kwa nini? Ni rahisi kufikiri kwamba Warumi waliwachukia Wakristo kwa sababu ya dini yao. Lakini historia inaonyesha picha tofauti. Milki ya Roma ilikuwa imejaa dini mbalimbali. Kulikuwa na miungu wa Kigiriki, ya Kirumi, ya Kimisri, ya Kisiria na hata ibada kutoka mashariki ya mbali. Kwa hiyo dini mpya haikuwa tatizo. Tatizo lilikuwa kwamba Wakristo walikataa kufanya jambo ambalo Warumi waliona kuwa wajibu wa kila raia, kumtolea Kaisari heshima ya kidini. Kwa Warumi, ibada haikuwa swala la imani binafsi pekee. Ilikuwa ishara ya utii kwa dola. Kwa hiyo, Mkristo alipokataa kushiriki katika ibada hiyo, haikuonekana kama tofauti ya dini. Ilionekana kama uasi. Na hakuna dola inayopenda watu wanaonekana kuwa waasi. Mateso hayakuwa ya kudumu kila siku. Wakati mwingine, Wakristo waliishi kwa imani kwa miaka mingi. Alafu ghafla, Kaisari mpya angeingia madarakani na kila kitu kingebadilika. Chini ya Nero, baadhi yao waliuawa baada ya moto mkubwa wa Roma. Miaka ilivyopita, mateso yakarudi tena chini ya Desio. Kisha yakafika kilele wakati wa Diokletiano, mwanzoni mwa karne ya 4. Haya ndiyo ambayo wahistoria wengi huyaita mateso makuu. Makanisa yalibomolewa, maandiko yalichomwa, viongozi wakakamatwa na waumini wengine wakalazimishwa kufanya uchaguzi mgumu: kumfuata Kristo au kufa. Hapa ndipo historia inakuwa ya kushangaza. Wengi walikimbia, lakini wengi walikataa. Walikuwa tayari kupoteza mali yao, uhuru wao na hata maisha yao. Kwa mtu wa kawaida wa Roma, hili lilikuwa jambo lisiloeleweka. Kwa nini mtu afe kwa ajili ya imani? Kadri watu walivyoona ujasiri huo, ndivyo walivyoanza kuuliza maswali. Ni nini kinafanya watu hawa wasiwe na hofu ya kifo? Na wakati mwingine swali hilo lilikuwa mwanzo wa watu kujiunga na Ukristo. Lakini mateso peke yake hayakufanya Ukristo ukue. Kulikuwa na sababu nyingine. Wakristo waliwatunza wagonjwa, waliwajali wajane, walilea mayatima, walisaidia masikini. Na wakati magonjwa yalipoibuka Roma, wengi walibaki kuwahudumia wagonjwa, wakati wengine walikimbia. Kwa watu waliokuwa wameachwa na jamii, kanisa lilikuwa mahali pa matumaini. Polepole, watu kutoka kila tabaka wakaanza kujiunga: masikini, wafanyabiashara, wanawake, watumwa na hata baadhi ya matajiri. Ukristo haukuwa tena kikundi kidogo cha Galilaya. Ulikuwa umeanza kujenga mtandao katika miji mingi ya milki ya Roma. Warumi walidhani kwamba nguvu inaweza kuua imani, lakini walikuwa wamekosea. Kila walipomkamata kiongozi mmoja, wengine waliinuka.
kila walipochoma maandiko, mengine yaliandikwa upya. Kila walipovunja kusanyiko moja, makusanyiko mengine yaliibuka. Na bila kutambua, walikuwa wanaipa Ukristo kitu ambacho hakuna kampeni ya matangazo ingeweza kutoa: mashahidi, hadithi na mfano wa ujasiri. Mwanzoni mwa karne ya 4, Ukristo ulikuwa bado haukuwa dini ya wengi, lakini haukuwa tena kikundi kisichoonekana. Ulikuwa umejipanga. Ulikuwa na viongozi. Ulikuwa na makanisa katika miji mikubwa, na ulikuwa unakuwa kwa kasi ambayo hata Roma haikuweza kuipuuza. Kwa karibu miaka 300, Roma ilijaribu kuangamiza Ukristo. Lakini sasa historia inafanya mgeuko ambao hakuna Mkristo wa wakati huo angeweza kutabiri. Fikiria hili: mtu mwenye mamlaka makubwa kuliko wote katika dunia ya wakati huo, Kaisari wa Roma, angeanza kulinda dini ambayo watawala waliomtangulia walikuwa wameitesa. Si kulinda tu, bali kuipa fedha, kuijengea makanisa na kuwapa maaskofu nafasi ndani ya serikali. Je, jambo hilo linawezaje kutokea? Na ni nani aliyebadilisha mwelekeo wa historia kwa namna hiyo? Jina lake lilikuwa Konstantino. Kwa karibu miaka 300, Ukristo ulikuwa dini iliyofuatwa kwa hofu. Waumini wake walikuwa wanakutana kwa siri. Maandiko yao yalifichwa. Na viongozi wao walijua kwamba siku yoyote wangeweza kukamatwa. Lakini mwaka mmoja kila kitu kilibadilika. Na mabadiliko hayo hayakuanzia kanisani, yalianzia kwenye uwanja wa vita. Mwanzoni mwa karne ya 4, milki ya Roma haikuwa tena ile dola imara iliyowahi kutawala dunia. Kulikuwa na migogoro ya kikanisa, mapinduzi na watu wengi waliodai kuwa wao ndio watawala halali. Miongoni mwao alikuwepo mwanajeshi mmoja mwenye kipaji. Jina lake lilikuwa Konstantino. Lakini kabla hajawa mtawala wa Roma, alipaswa kushinda vita ambavyo vingebadili historia. Vita vya daraja la Milivio. Mapokeo ya Kikristo inasema kwamba usiku kabla mapambano, Konstantino aliona ishara angani. Aliona alama iliyohusishwa na Kristo, na akaamini kwamba ushindi wake ungetokana na Mungu wa Wakristo. Hakuna anayejua kwa hakika kile alichokiona. Wanahistoria wamejadili tukio hili kwa karne nyingi, lakini jambo moja halina ubishi: kesho yake Konstantino alishinda vita, na ushindi huo ulibadilisha historia ya Ukristo milele. Hebu fikiria mshangao wa Wakristo wa wakati huo. Kwa karibu miaka 300 walikuwa wamekimbia utawala wa Roma. Sasa mtawala mwenyewe alikuwa akionyesha upendeleo. Mwaka uliofuata, Konstantino pamoja na Lisinio walitoa tangazo ambalo lilikuja kujulikana kama Amri ya Milano. Tangazo hilo halikufanya Ukristo kuwa dini rasmi, lakini lilifanya jambo moja muhimu sana. Liliruhusu Wakristo kuabudu kwa uhuru, na mali ambazo zilikuwa zimechukuliwa kutoka kwao zikaanza kurejeshwa. Kwa mara ya kwanza, kuwa Mkristo haikuwa tena kosa la kuadhibiwa. Mabadiliko hayo yalikuwa ya haraka sana. Badala ya kujificha, makanisa yakaanza kujengwa hadharani. Badala ya viongozi kukamatwa, maaskofu wakaanza kuheshimiwa. Na badala ya kuporwa, kanisa likaanza kupokea msaada kutoka kwa Kaisari mwenyewe. Konstantino alifadhili ujenzi wa makanisa makubwa. Aliwapa viongozi wa kanisa baadhi ya kinga za kisheria, na polepole akaanza kuwashirikisha katika masuala ya dola. Kwa Wakristo wengi hii ilionekana kama miujiza, lakini historia ilikuwa inaficha swali kubwa zaidi. Je, ni nini hutokea wakati dini ambayo ilikuwa ikiwakosoa watawala inaanza kushirikiana na wao? Jiunge nami Jumapili ijayo nikiendeleza makala haya. Na kama umependa video hii, hakikisha kuwa umeilike na umesubscribe. Na zaidi ya hayo, shiriki video hii na marafiki zako.